Habari yako, natumai uko poa sana. Leo mtu wangu nimekuja na movie nyingine ya moto sana, inaitwa Reverse the Love kutoka mjini Nigeria. Kama mwongozaji wa tambala letu anaitwa Oscar Mwabaju. Bwana, movie inaanza ikionyesha Freddy anawazuia marafiki zake wasiondoke nyumbani kwake na akiwahitaji wabaki hapo hapo, lakini ngoma ilikuwa ni ngumu sana jamaa kuwazuia wasiweze kuondoka. Hebu tuendelee kutazama tujue chanzo ni nini, kama mwanzo ambavyo nimekujuza. Movie inaitwa Reverse the Love. Mimi naitwa Mnyama Mkali ambaye tutakuwa sambamba mpaka mwisho wa tambala letu. Kwa karibu sana tunaona gari zuri lenye rangi nyeusi likitokea na kuingia kwenye moja ya nyumba maeneo hayo. Ndani ya gari hilo wakashuka watu wawili ambao mtu na mpenzi wake, na safari yao ilikuwa ni kwenda kumtembelea rafiki yao. Walipoonana tu baada tu ya kushuka kwenye gari wakasalimiana wakiwa na furaha kubwa sana, maana ni muda mrefu sana hawajaonana. Wakaanza kukumbushiana pale, bwana kitambo sana mshikaji wangu na vitu kama hivyo. Ukiangalia kwa umakini utaona kama penzi wa mwamba hajatulia hivi, yupo na mchecheto mwingi sana. Bwana Balali kaamia ndani sasa mapema sana. Baada tu ya kuzama ndani akaanza kushika mara TV pale anaigusagusa, yani ushamba ni mwingi sana uliotawala. Bwana wake akawa amebaki tu anamshangaa, hii inakuwaje tena, mbona kama naibishwa? Lakini Freddy akawaambia basi mnaweza kuangalia chumba mtakacholala, wekeni na mizigo yenu humo humo. Basi wale wakafanya hivyo. Sasa baada tu ya kuachiwa nafasi, hasa mke wa Freddy akaanza kumuuliza maswali mume wake. Walisema watakaa siku 4. Wewe uliniambia kabisa, vipi tena? Mbona kama wamejipanga kukaa siku zote, wamekuja na kila kitu hadi jiko, kuna kuondoka siku 4 kweli? Mbona hii kama wanakaa milele hapa? Basi Freddy yeye akamjibu akamwambia kwamba wataondoka, usijali kuhusu hilo, ondoa shaka kabisa, kwani wapo hapa kwa muda tu. Sasa tuamie upande wa pili, unaambiwa kumbe akili zao zinafanana huku, mke mpaka mume. Unaambiwa mwanamke yuko juu ya kitanda anarukaruka, hana habari kabisa, na wanacheka vicheko vya kufa mtu, yani furaha kubwa sana na vitu kama hivyo. Sasa jamaa mke wake anaanza kumwambia, hebu angalia godoro ili lilivyokuwa softi, yani raha sana, sio kama lile la nyumbani ile gumugumu. Wakati wanaendelea kuongea, kumbe unasikilizwa mlangoni pale. Unaambiwa hapo ndo kwanza siku ya kwanza tu, noma sana, yani kumeshaanza kuchangamka. Mshikaji akawa anaambiwa na mpenzi wake kuhusu mambo ambayo yanaendelea. Mwamba anawatetea tu na kumtuliza mpenzi wake, kwani yeye mshikaji ambaye amekuja hapo nyumbani kwake yeye ni rafiki yake wa karibu sana. Basi siku nyingine ikafata, nyumba imekuwa kila siku kukicha ni vituko kutoka kwa wageni wao. Nyumba ikawa imechangamka kimtindo na vituko vyao, lakini mpenzi wa Freddy anaboeka kinoma kwa vile vituko ambavyo anaviona kila siku na anaendelea kuviona. Siku zinavyozidi kwenda, kumbe Mwamba alikuwa amemzimikia kimapenzi mpenzi wa rafiki yake, maana alikuwa ameumbika balaa. Wewe mwenyewe unaona. Sasa siku moja alimkuta amelala kwenye kochi, na mwisho wa siku jamaa akawa na fosi mchongo pia, mpaka wengine wakashtuka, maana binti alikuwa anatoa kelele sana, na mwisho wa siku akawafanya sasa wengine wote kukurupuka usingizini. Wakaja wote pale, alikuwa mke wake wa mshikaji Freddy, lakini pia na mume wa binti naye pia alitokea hapo na kumkuta mshikaji wake yupo, alikuwa na fosi mchongo, lakini mwisho wa siku ndo hivyo, mission ikawa imefeli. Basi mambo yakawa ni mengi sana. Rafiki naye akaja juu akakasirika, lakini pia hata mke wake Freddy naye akakasirika kinoma na akaamua kuondoka zake. Kama unakumbuka, ndo pale mwanzo movie kabisa tukaona kwamba rafiki yake Freddy pamoja na mke wake walikuwa wamebeba vilago vyao wanataka kuondoka. Kumbe sababu kubwa ilikuwa ndo hii hapo. Mpaka hapo utakuwa tayari umeshatambua kwamba sababu kubwa ilikuwa ni nini. Baada ya mke wa Freddy kuondoka, baada ya kupita siku kadhaa, yule mwanamke akarudi tena kwa jamaa kujua mumewe alikosea tu na kumsamehe. Kupitia kichupa chetu cha leo ambacho kinaitwa Reverse the Love, somo ambalo tunaondoka nalo ni kusameheana, kwani binadamu wote sisi hatujakamilika. Ambaye nimekuongoza kwa siku leo, mimi naitwa Mnyama Mkali Shafi Biz. Tukutane tena kwenye kichupa kingine.